Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Hamisi Suleiman Kilinga. Ni mkurugenzi wa taasisi ya African Sports Youth Park inayopatikana mkoani Geita katika halmashauri ya mji wa Mbogwe. Kwa hiyo leo tulikuwa na kikao cha mwendelezo, ni kikao cha pili ambacho tumefanya kikao kwa lengo kubwa la mashindano ya Afrika Mashariki na Kati yanayofahamika kwa jina la Rolling Stone. Haya ni mashindano makubwa ambayo yalikuwa yakifanyika jijini Arusha na yalishafanyika mara moja nchini Burundi, lakini yalisimama 2017. Kwa hiyo sasa hivi yameanza rasmi mwaka huu 2025, ambayo yataanza tarehe 3 mwezi Disemba mpaka tarehe 10 mwezi Disemba. Mashindano ambayo yatajumuisha timu za vijana, za wasichana na wavulana kutoka nchi za Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo kilikuwa ni kikao kazi cha kuhakikisha kwamba kila kitu katika hili jambo linafanyika kwa uweledi, kwa maana ni kikao ambacho kimejumuisha watu ambao wana uweledi mkubwa na masuala ya michezo. Hususani kuna mtu kutoka Chuo cha Maendeleo ya Michezo Maria, ndugu Eric Mfugare. Tuko naye pia katibu wa MZFA, lakini pia tuko na waandishi wa habari za michezo, lakini pia tuna wajumbe makocha kama kina Matias Wandiba, wote wapo kwenye kamati. Kwa ni kamati ambayo imekuja kujadili mustakabali wa namna gani mashindano yaje kuwa bora, ambayo yatafanyika hapo baadaye mwezi Disemba. Okay, nashukuru. Lengo kubwa ni kwamba kwanza tuchukulie taasisi yenyewe ya African Sports Youth Park ambayo ndio ina host haya mashindano. Lengo lake kubwa ni maendeleo ya mpira wa miguu kwa vijana yenye tija kwa wachezaji wenyewe, kwa maana kuishi na ndoto zao, lakini pia kusaidia Tanzania kwa maana ya kuwa bora katika kuzalisha wachezaji wazuri. Kwa mfano ukiangalia mashindano yenyewe ya Rolling Stone, walishacheza wachezaji wengi, kina Amiri Maftaa, kina Kigi Makasi, walicheza pia Erasto Nyon, walicheza wachezaji wengi, na mpaka mara ya mwisho walicheza kina Faisal Salum, wamecheza mashindano ya Rolling Stone. Kwa hiyo kwa ukubwa ule, kwa rais wa Rolling Stone kipindi kile Mheshimiwa Ali Mtumwa alifanya kwa uwezo wake, lakini sasa hivi umri umeenda, katuachia sisi vijana ili tuweze kuendeleza zile ndoto ambazo zitazaa wachezaji wakubwa kama kina Sonyoni wengine au zaidi ya pale. Kwa hiyo lengo kubwa tuna focus zaidi kwenye maendeleo ya soka la vijana gani ambao wanatakiwa wawepo, na ndio maana katika hiki kikao tumejadili vitu vingi pamoja na taratibu, namna gani wachezaji wanatakiwa wawe, age cheating isiwepo, na vitu kama hivyo viwe bora zaidi katika hii tournament ya msimu huu. Cha kwanza kabisa inategemeana na vitu vya msingi sana ambavyo tumeviangalia. East and Central Africa ni nchi ambazo ziko karibu sana na mji wa Mwanza. Hilo la kwanza. La pili, taasisi ambayo ina host haya mashindano ya African Sports Youth Park ipo kanda ya Ziwa, mkoa wa Geita. Kwa hiyo kwa kanda ya Ziwa ukiangalia mkoa wenye sifa kwa maana ya facilities na accommodation kimataifa ni jiji la Mwanza. Lakini cha pili, kwa ukiangalia nchi ya Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi ziko very close na Tanzania. So Mwanza kama ni mkoa ambao una sifa hizo zote za accommodation na facilities, na ndo jiji ambalo lipo karibu na hizi nchi zote za East Africa, na ndio maana tukaona kwamba Mwanza ni sehemu pekee ambayo haya mashindano badala ya Arusha yafanyike Mwanza, na atakuwa yakifanyika. Okay, timu zitakazoshiriki mpaka sasa hivi deadline ni tarehe 20 mwezi wa 11, lakini mpaka sasa hivi tuna timu 17 kutoka Nakuru, Rongo na Nairobi, lakini tuna timu 8 nyingine zinaendelea kuthibitisha kutoka Uganda, tuna timu 5 kutoka Rwanda, lakini na timu 2 kutoka Burundi. Hizo tayari wamesha confirm, na kwa Tanzania tuna timu nyingi sana ambazo zitashiriki, academies, taasisi na shule za michezo ni nyingi sana ambazo zitashiriki. Kwa hiyo
kwa kukadiria tutakuwa na kategori under 15, under 17. Sisi kama chama cha mpira wa miguu mkoa wa Mwanza, kwanza kabisa tunapokea kwa mikono miwili mashindano haya ya Rolling Stone yanayofanyika jijini Mwanza katika mkoa wetu wa Mwanza kwa mara ya kwanza katika historia. Ni jambo jema kuweza kukutanisha timu mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini pia nje ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ni mashindano ambayo ni makubwa sana. Kwa hiyo MZFA imepokea kwa mikono miwili kabisa na imejitoa, iko tayari kutoa ushirikiano kwa taasisi ya African Sports Youth Park pamoja na Rolling Stone kuweza kuhakikisha kwa mashindano haya yanakwenda kwa ufanisi mkubwa na kwa kiwango kikubwa zaidi. Ni mambo mbalimbali ambayo tumeweza kuyajadili. Kwanza kabisa ikiwemo ubora wa viwanja watakaochezea au wachezaji katika hizi category tofauti, lakini pia kuhakikisha tunawasilisha ombi maalum kwa mamlaka husika kuhusu ulinzi na usalama, kuhakikisha mashindano yanaanza kwa usalama na kukamilika kwa usalama. Lakini kingine ambacho tutashirikiana kwa ukaribu ni kuhakikisha kwamba mashindano haya ni ya vijana katika umri tofauti. Ile umri uzingatiwe, kwa maana kwamba isitokee mashindano ya under 14 akacheza mchezaji ambaye ni wa umri mkubwa. Lakini pia madhara ya mchezaji kucheza mashindano sio la kwake ni makubwa sana, kwa sababu inaweza kusababisha injuries ambazo sio za lazima sana, kwa sababu tu amecheza katika shindano ambalo pengine sio la umri wake, labda miaka 20 kucheza kwenye miaka 15 au 17, kitu ambacho ni tofauti sana. Kwa hiyo tutashirikiana kwa ukaribu na wadau kuhakikisha kwamba sisi kama kamati itakuwa strict katika issue ya umri kwa wachezaji. Mimi naitwa Eric Mfugale, ni mkufunzi kutoka chuo cha michezo Malia, lakini katika project hii ni mratibu wa mashindano. Maandalizi, tukiwa na maandalizi mazuri na tukiweza kuitangaza vizuri hii mashindano yatakuwa mazuri sana, kwa sababu ni mashindano ambayo yanalenga vijana kwa ajili ya kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana kwa nchi yetu na kwa nchi jirani ambazo zipo kwa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Tunakuendelea sasa hizi tunakoelekea mashindano michezo, tuna focus kuanzia umri wa chini, kuanzia grassroots. Kwa mashindano haya nafikiri yatakuwa ni stepping stone kwa ajili ya kuweza kuboresha na kuweza kuinua vipaji vya vijana na kuweza kuendeleza kuja kupata timu nzuri ya taifa ya vijana pamoja na timu ya taifa yetu ambao inatuwakilisha katika mashindano ya kimataifa na mashindano ya mbalimbali katika nchi za jirani pamoja na nchi ya Tanzania. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.